Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha wajumbe wote ambao mmesafiri kutoka huko na huko kwenye madayosisi yetu 16. Natumaini ya kwamba mmesafiri salama, na tunaomba Mungu atutangulie katika sinodi yetu hii ili kuja kwetu kuweze kuwa mchango mzuri kwa ajili ya sinodi yetu. Sasa kabla hatujaanza taratibu za sinodi, naomba tusimame tufanye sala kabla tujaanza sinodi. Asante sana Dean. Ndugu maaskofu, makasisi na walei wote ambao mmefika kuhudhuria sinodi hii ya 11, na wakaribisha tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla sijaendelea, ningeomba tutumie dakika hizi chache ili tujumuike na Watanzania wenzetu katika kuomboleza kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Afrika na ulimwengu kwa jumla wameguswa na kifo chake, lakini zaidi sana taifa letu limeguswa kwa njia ya pekee na kwa karibu sana. Kama muasisi wa taifa letu, tunamkumbuka kwa mema mengi aliyotufanyia. Alijenga umoja na amani kati yetu, aliwapigania maskini na wanyonge, lakini kubwa zaidi, kifo chake kimetufunulia jinsi taifa letu lilivyo na njaa ya kiongozi aliye mwadilifu. Hili limetokeza sana katika maombolezo yake. Kifo chake kimetuachia nia na msukumo wa kuona umuhimu wa kudumisha na kuendeleza umoja, amani na utulivu katika kanisa letu. Baba Askofu Chitemo alipokuwa akitoa somo la Biblia alituomba tusimame, na kwa kuwa tulishafanya vile, basi tunaichukua ile kama nafasi ya sisi tulishasimama na kumshukuru Mungu kwa maisha yake. Tangu tulipofanya sinodi ya 10, baadhi ya wenzetu wengine watumishi wa Mungu wametangulia kwenda kupumzika mbinguni. Naomba niwataje. Wengine nitawasahau, naomba radhi, lakini hawa ndio tunaowafahamu. Askofu Musa Kaurananga ambaye alifariki tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 97. Askofu Charles Mwaigoga alifariki tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 97. Askofu Christopher Sadiki alifariki tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 99. Canon Petro kutoka Dayosisi ya Mpwapwa alifariki tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 99. Canon John Marigana mlei mwazini wa jimbo amefariki tarehe 8 mwezi wa 10. Bila shaka kuna wengine ambao huko kwenye madayosisi hatukupata taarifa zao, ambao Mungu amewaita na kuwapumzisha baada ya kazi zao. Naomba tusimame kwa muda mfupi tumshukuru Mungu kwa maisha yao. Tukae. Naomba pia kuchukua nafasi hii ya pekee ili nipate kumshukuru mzee wetu Baba Askofu John Ramadhani kwa uongozi mzuri aliyotupatia katika jimbo letu, na hasa katika sinodi zote 4 alizozisimamia tangu awe askofu mkuu. Ametuachia kielelezo cha uchungaji, uvumilivu na roho ya ubaba katika kutukusanya sana ili tulijenge jimbo letu katika misingi ya umoja. Tunamshukuru Mungu sana kwa kumwezesha kutuongoza kwa miaka yote 13 kama askofu mkuu. Nina furaha pia kuwatambulisha kwenu maaskofu waliowekwa wakfu hivi karibuni, na pia mwingine ambaye hajawekwa wakfu bado, askofu mteule. Kwanza ni Askofu John Mwela, Dayosisi ya Southwest Tanganyika. Askofu Aaron Kijanjali ambaye hayuko pamoja nasi, yuko kwa safari ya Uingereza, Dayosisi ya Kagera. Na ambaye ni askofu mteule hajaweka wakfu bado, anatazamiwa kuweka wakfu mwezi huu ujao, Askofu mteule Dr. Kapinga, askofu wa Dayosisi ya Ruvuma. Tunahitaji pia kumshukuru Mungu na kuwapongeza Baba Nyamubi, Dayosisi ya Kagera, na Askofu Stanford Shauri, Dayosisi ya Ruvuma. Nichukue nafasi hii pia kumpongeza Askofu Dr. Simon Chiwanga, askofu wa Dayosisi ya Mpwapwa, kwa kutunukiwa shahada ya udaktari katika chuo cha Episcopal Divinity School huko Cambridge, Marekani. Hayuko pamoja nasi sasa.
Ndugu wajumbe, na simama mbele yenu ili kuleta hotuba hii kwa hofu nyingi, kwani natambua kuwa bado sina uzoefu wa kutosha hata niweze kuleta hotuba yenye maono makubwa kiasi yaweke dira katika kazi yetu ya utume ndani na nje ya taifa letu. Na matumaini makubwa kwamba baada ya kusikia hotuba hii tutapata nafasi ya kujadili, kuikosoa na hata kuweka mchango ambao ninyi kama sinodi mtaona kuwa ni msaada kwa maisha ya kanisa la Mungu hapa Tanzania. Naomba nianze hapo kwa kuwapa taarifa kidogo tu ya safari yetu Uingereza mwaka jana kwenye mkutano ya Lambeth, Uingereza kule. Mkutano wa maaskofu wote ulimwenguni. Kule tukiwa Uingereza pamoja na mababa wa maaskofu kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni, kanisa la Kianglikana duniani, tulishuhudia kuwa na muda mzuri wa kujifunza mengi. Tulipata nafasi ya kutajirishwa roho zetu kwa vipindi vya kuomba na kusoma Biblia pamoja. Tulipata nafasi ya kutajirishwa kwa njia ya ibada zilizoongozwa na kila jimbo, jambo ambalo litufunulia utajiri wa mapokeo tulio nayo katika kanisa Anglikana. Hotuba zilizotolewa pia zilituamsha mawazo yetu kufahamu changamoto nyingi zinazolikabili kanisa katika kazi yake ya utume duniani. Tena tulitiwa moyo kuona kanisa lilivyokuwa hasa Asia na Afrika. Tukiwa Lambeth, pamoja na baraka tulizopokea, pia tuliona matatizo yanayolikabili kanisa la leo. Kuguswa na hasa jinsi kila utamaduni unavyotaka kutafsiri mafundisho mbalimbali katika Biblia. Jambo lililofunua hali hiyo ni lile la ushoga baina ya wanaume kwa wanaume, ama lile ndoa za wanawake kwa wanawake walio wa Kristo. Jambo jingine lilikuwa ni kuhusu madeni yanayozikabili nchi maskini. Maaskofu walijituma baada ya mkutano ule warudi kuzishawishi nchi zao, hasa nchi za tajiri za Ulaya, zichukulie uzito na kusamehe madeni hayo kama njia ya kuadhimisha Jubilii mwaka 2000. Tunatiwa moyo sana kuona baadhi ya nchi zimejitokeza kuchukua hatua ile kusamehe madeni hayo. Tulirudi nyumbani kila mmoja akiwa na furaha ya baraka za mkutano ule, lakini pia maswali mengi, hasa jinsi kanisa Anglikana ulimwenguni linavyoweza kuwa na msimamo wa imani usiokumbwa na mabadiliko yanayotokea ulimwenguni siku hizi. Kwa misingi hiyo, nimeona vema na sisi tuzitafakari changamoto zilizo mbele yetu ambazo zinaweza kabisa kuligusa kanisa la Kristo hapa nchini kama kanisa halikukaa macho. Na mimi nilipokuwa namsikiliza katibu mkuu ambaye hatukukaa pamoja, niliona orodha yake, sehemu yake ndio orodha ambayo mimi naitaja, nikasema hapa Roho wa Bwana anayaambia makanisa. Changamoto ya kwanza ambayo inagusa taifa letu ndio hiyo aliyoitaja na mimi nimeitaja, ni umaskini. Jambo hili lazima kanisa lipigane nalo kwa nguvu, kwa sababu ni jambo linalopigwa vita sana katika Biblia. Neno umaskini limetajwa kwa wingi sana katika Biblia. Na kama ukilikata hilo neno, ukifuata kila mahali kuandikwa neno umaskini, ukalikata kila linapotokeza, utashangaa unabakia na kipande kidogo tu cha Biblia. Hilo linaonyesha jinsi Mungu anavyojali maskini na anatuita tu. Wengi hawana nyumba bora, hawana huduma muhimu kama maji, elimu na afya. Licha ya hali hiyo, bado Watanzania wanalemewa na madeni makubwa tunayodaiwa na nchi zilizoendelea, madeni ambayo yanatufanya tutumie fedha ambazo zingetolewa kwa huduma za jamii ili kulipa madeni hayo. Hali hiyo inaligusa kanisa pia, kwa kuwa tunawategemea raia hao ambao ni Wakristo wetu tunaowategemea kuchangia kazi za kanisa. Matatizo yanayowakumba vijana wetu. Tunaambiwa kwamba 60% ya Watanzania ni vijana. Hii ina maana kwamba Watanzania wengi ni vijana. Lakini kuna mambo mengi magumu yanayowagusa makundi hayo. Kwa mfano, ukosefu wa ajira ni tatizo kubwa sana nalokuwa kwa vijana wetu wengi wanaomaliza masomo yao. Hili peke yake limeleta madhara mengi kwa vijana wetu. Wengi wanaishia maisha yenye vitendo visivyofaa kwa kujihusisha na vitendo viovu kama madawa ya kulevya, ujambazi, uzurulaji, umalaya na kadhalika. Hayo yote yamepelekea hali ya mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu na kwa jamii. Idadi kubwa ya Watanzania wanaendelea kuambukizwa na virusi vya ukimwi. Wengi wa hao ni vijana wetu wanaotegemewa kujenga uchumi wa taifa letu na pia kushika uongozi katika taifa hili baada ya masomo yao. Tutakumbuka wengine, pengine majuzi kulikuwa na mkutano huko Zambia ili kuona hali ya maendeleo ya ugonjwa wa ukimwi. Ilisemekana kwamba kila mwaka ugonjwa unaua watu milioni 2 katika bara la Afrika peke yake.
na kuambukiza karibu watu milioni 4 wengine kila mwaka. Hali hiyo inatishia uchumi wa nchi nyingi na hata kiwango cha kuishi raia. Sasa inasadikiwa kuwa muda wa kuishi utashuka kutoka miaka 50 na kufikia miaka 40. Tatizo hilo litagusa utendaji wa kazi katika sekta nyingi za kazi, maana wataalamu wengi watapotea, kwani wengi walio kazini wameambukizwa tayari. Mabadiliko yanayoletwa na sayansi na teknolojia. Maisha yetu yameguswa na mabadiliko hayo ambayo sasa ni maisha ya kawaida kwa nchi zilizoendelea. Kuingia kwa vifaa vingi vya kisasa, kwa mfano makompyuta, kumesababisha ajira za wengi kupotea. Vifaa vya mawasiliano kama TV, internet na kadhalika vinauleta ulimwengu sebuleni mwetu, na imekuwa vigumu hata kutawala mambo mengine yasiyofaa yasiwaguse watoto, vijana, hata watu wazima. Utamaduni wetu unabadilika siku baada ya siku kutokana na mambo mageni yanayoingia kwa njia hizo za vifaa vya kisasa. Inaonekana tumekumbwa ghafla kabla taifa letu
Dayosisi yaone umuhimu wa kulipa uzito suala la malezi ya vijana, na hii itawapa akiba nzuri vijana wetu kukabili nyakati ngumu za mbele. Jambo la 6, umoja wa jimbo letu. 21. Bila umoja katika jimbo letu hatuwezi kuandaa mbinu za kukabili nyakati za njaa zilizo mbele yetu. Umoja ni silaha muhimu katika kuishi kwetu mbele ya dhoruba kali. Dhoruba hizo ni kama ukabila na ubinafsi, madhaifu ambayo yameanza kujitokeza wazi katika kanisa letu Anglikana. Ikiwa taifa linasisitiza umoja, inakuwa ni kielelezo kibaya kwa kanisa ambalo liliagizwa na Bwana Yesu kutunza umoja, likishindwa kuhubiri umoja kwa njia ya maisha yake yenyewe. Yesu alisema umoja ni alama ya kumtambulisha yeye ulimwenguni. Kwa hiyo kanisa lazima lihubiri umoja zaidi kuliko mwingine yeyote. Tunapokosa umoja, tunapunguza nguvu ya kumshuhudia Yesu Kristo, maana umoja aliotuachia Yesu unatutuma kufanya kazi. Wakati umefika kwa madayosisi kushirikiana kwa karibu zaidi kuliko ilivyo sasa. Ninaona utajiri wa mapokeo tulionayo tunatakiwa kuutumia katika kujenga nguvu ya umoja wetu badala ya kututenganisha. Maaskofu watembeleane zaidi na kualikana katika matukio muhimu ya madayosisi. Madayosisi yakubali kubeba gharama za usafiri kwa maaskofu wao, mradi lengo ni kukuza umoja wa jimbo letu. Kuna umuhimu pia kwa madayosisi kuruhusu makasisi waweze kutembeleana kati ya dayosisi na dayosisi. Hili litapunguza tofauti zinazotokana na kutazamana kwa mbali. Tuwe tayari kujifunza toka kwenye madayosisi tuliyo nayo, badala ya kufikiri mambo ya kujifunza yapo Ulaya tu. Tukitembeleana tutaona mambo ya kuombeana. Tukiombeana tutasukumwa kusaidiana pia. Wakristo wetu wanatembea na kutembeleana sana. Wanatuacha nyuma sana sisi tulio viongozi. Inabidi sisi viongozi pia tuzidishe juhudi ya kutembeleana. Kushirikiana kwetu sisi wahudumu kungepunguza kelele nyingi kati ya waumini tunaowalea. Watoto watatulia mezani kama wakiona baba na mama wanaongea. Vinginevyo tutawawekea akiba mbaya. Mwisho ni jinsi sisi kanisa Anglikana Tanzania tunavyoweza kukuza ushirikiano wetu na madhehebu nyingine za Kikristo zilizo na misingi inayoeleweka. Lazima tukubali kuwa baadhi ya mambo yanayolikabili kanisa hatuwezi kupigana peke yetu kama dhehebu moja. Tutalazimika kuunganisha nguvu zetu na wenzetu, mradi tu misingi ya imani yetu haipingani na yao, ili kuepusha mizozo katika uwanja wa vita, hata kugawanya nguvu zetu na kutudhoofisha mbele ya changamoto zinazotukabili. Wito wa Yesu wa umoja unatugusa katika eneo hili pia. Hatuwezi kuepuka agizo hili. Napenda kuwajulisha rasmi kwamba hivi sasa tumewasiliana na wenzetu wa Luteri kwa ajili ya kuanza mazungumzo nao. Naomba sasa nifunge hotuba yangu mwelekeo wetu tunapoingia karne ya 21 na milenia ya 3. Jambo hilo ni maombi. Hatuwezi kuweka akiba ifayo kwa kanisa la kesho isipokuwa tumepata kibali toka kwa Mungu aliyetutuma. Na waalika madayosisi tuzidishe nguvu ya maombi katika madayosisi yetu. Tuendelee kuwachochea Wakristo wetu wawe na shauku ya kuliombea kanisa la Kristo ili lipate kibali cha kumtumikia yeye Kristo. Ndugu wajumbe, naomba niishie hapa. Mungu atusaidie tupate mafunuo yake ili tuweze kuweka akiba kati ya watu wetu kwa miaka 7 ya njaa ijayo. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Bwana awabariki. Baba Askofu Mkuu, naomba nichukue nafasi hii kushukuru sana kwa vision hiyo ambayo mimi naamini umepewa na Mungu aliyekuita kwa kazi hiyo. Nafikiri wajumbe tumepokea kitu. Si sawa jamani? Tumepokea, tumekusikia. Sasa naomba labda ni officially niombe ipokelewe hiyo hotuba kwa labda sijui kuna watakao kuwa recorded walioipokea, sijui kiutaratibu nani ambao wana vote of ile vote ya kupokea hotuba ya Askofu Mkuu. Naweza kupata mikono? Asante sana, naona mikono mingi tu. Kwa hiyo wale waandishi mtakuwa mmeona kwamba hotuba hii imepokelewa kwa furaha na kwa shangwe, na tutapata nafasi ya kutosha kuizungumzi, kuijadili, kuuliza maswali na kuipanua zaidi.
Kama ingewezekana tukapata nakala yake tutapata, itakuwa vizuri ili wajumbe wapate nakala ile, na kwa kweli tuweze kuitafakari na kuwa dira yetu katika hiyo miaka 7 ya njaa, ya ukame ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wa kiongozi wetu Askofu Mkuu kutuelekeza katika mambo muhimu na ya msingi ambayo Mungu anataka tuyafanye katika kipindi hiki kijacho.